Je, unafahamu siri gani ya kufaulu usaili wa jeshi la JW? Haya hapa maswali 10 ambayo watu wengi huanguka, wanafeli. Sasa leo hii nimekuletea na namna gani inatakiwa ufungue mtego ambao watakuwa wameuweka. Ni maswali 10 mazito na kuomba usiscroll, usiforward video yako ama usitoke kwenye video hii, isikilize mwanzo mpaka mwisho uweze kupata baadhi ya vitu ambavyo hauvifahamu. Tunajua ya kwamba kuna baadhi unavifahamu ila vingine hauvifahamu, na huenda ambavyo huvifahamu ni vingi zaidi. Karibu uungane nami, na kama hujabonyeza alama ya neno subscribe, tunakuomba ubonyeze na upige alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea notification punde tu tutakapo upload material mapya ama makala mpya. Twende moja kwa moja kwenye pointi yetu ya leo. Siri ya kufaulu usaili wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi Tanzania. Maswali 10 ambayo wengi huanguka. Swali la kwanza. Kwa nini unataka kujiunga na JWTZ? Wengi wanaanguka wakisema natafuta kazi au ninataka maisha yangu niyabadilishe. Hapo utakuwa umeanguka. Hivyo, jibu sahihi ni lipi? Jibu sahihi ni kama ifuatavyo: natamani kulitumikia taifa langu, kujifunza nidhamu na kuheshimu sheria zote za kijeshi na kulinda wananchi wangu. Swali namba 2. Unaweza kufanya kazi mazingira magumu? Watu wengi hili swali wanaanguka. Kwa nini? Wanaonyesha hofu na kusita. Usijifikirie mara mbili. Kumbuka, jeshini kila kitu ni amri, lazima uitii. Utajibu kama ifuatavyo: ndiyo afande, niko tayari kufanya kazi mazingira yoyote kwa mujibu wa maelekezo. Swali namba 3. Ukifokewa utawezaje kujibu? Huu mtego, watu wengi wanasita kwa kusema watajieleza na kujibizana ama nitamuelekeza. Kwa nini? Haiko hivyo. Sikiliza jibu. Nitapokea maelekezo kwa heshima na kujirekebisha ambapo nimekosea. Swali namba 4. Kama rafiki yako anavunja sheria, utafanya nini? Watu wengi wanakosea, wengine wanasema nitaangalia kosa alilolifanya kisha nitamshauri, nitamhurumia. Hapana, haiko hivyo. Jibu sahihi iko hivi: nitafuata sheria na kutoa taarifa kwa viongozi wangu. Swali namba 5. Unawezaje kuthibitisha wewe ni mwaminifu? Mtego huu, watu wengi hushindwa kwa sababu wanajisifia sana. Epuka kujisifia. Jibu kamili ni lipi? Nisikilize. Jibu kamili ni kama ifuatavyo: naamini uaminifu unaonekana kupitia matendo, nidhamu na uwajibikaji. Kwa maana hiyo, wewe unachoamini ya kwamba uaminifu unaonekana kupitia matendo, nidhamu na uwajibikaji pekee. Namba 6. Nini maana ya neno uzalendo? Msikilizaji, kuwa makini sana, maana hili swali limejirudia sana kwenye makala yangu nyingi. Kwa maana hiyo, you'll never know, huwezi jua litaletwa kwa mfumo gani. Nitalijibu kama ifuatavyo: ni kuipenda nchi, kuheshimu sheria na kuwa tayari kuitumikia wakati wowote. Swali namba 7. Ukikosa nafasi hii utafanya nini? Na hili swali, mpenzi msikilizaji, nimelirudia sana. Kwa hiyo hakikisha linakaa kichwani mwako, hakikisha unalijibu kwa weledi. Ukionyesha kukata tamaa utakuwa umefeli. Nitalijibu kama ifuatavyo: nitaendelea kujiandaa vizuri zaidi na kujaribu tena
kwa kufuata utaratibu. Swali namba 8. Unaweza kuishi mbali na familia yako? Watu wengi wanajibu kwa kusita na hapo ndipo wanaposhindwa. Mwingine anauliza mbali kama sehemu gani? Labda mbali sana au karibu? No, iko hivi. Ndiyo afande, niko tayari kutekeleza majukumu ya taifa popote pale nitakapopangiwa. Swali namba 9. Je, unaweza kufanya kazi chini ya pressure? Watu wengi hapa wanafeli, maana afande anaangalia utulivu wako, anaangalia mwonekano wako, lugha yako ya mwili wakati huo ulivyoulizwa hilo swali, unasita au hausiti. Kwa maana hiyo, jibu sahihi ni kama ifuatavyo. Ndiyo afande, nina uwezo wa kubaki mtulivu na kufuata maelekezo hata kwenye mazingira yenye pressure. Swali la 10 na swali la mwisho, kwa nini tukuamini? Mpenzi msikilizaji, kwa nini nikuamini wewe? Kwa hiyo hilo swali nakupa homework. Uniandikie kwa njia ya comment, kwa nini tukuamini? Mimi ndio afande nakuuliza, assume sasa mimi ndio kama afande wako nakuuliza, kwa nini tukuamini? Nijibu kupitia comment section, kwa nini tukuamini? Chao, kama wewe ni moja ya watu ambao unategemea kuitwa kwenye usaili, basi share mawazo yako kwenye hilo swali namba 10. Kwa nini tukuamini? Tukutane katika wakati mwingine tena, na maswali kwa leo yatakuwa yamekwisha. Tutaendelea kutoa au kuelimishana kuhusiana na vitu vingine tena, ila maswali yamekwisha. Labda nikikaa tena nikatengeneza maswali mengine tofauti kidogo, itakuwa nzuri zaidi. Kwa maana hiyo, ili tuweze kupanua uelewa wetu wa akili. Ulikuwa nami EWD wa Influencer. Chao.